Sio hadi eti uwe na uhitaji wa mtoto ndio uanze kufuatilia ni kwa sababu gani sipati hedhi miezi miwili, miezi mitatu. Na sio hadi eti uwe na uhitaji wa mtoto ndio uanze kufuatilia kwa sababu gani natoka uchafu, lakini kila nikibeba ujauzito huo unaharibika. Lakini pia changamoto za kihormoni ambazo zimekaa muda mrefu. Ovulation kwako huenda haupati kabisa. Ute wa uzazi kwako haujawahi kuona. Changamoto tu hata za kupata tu hisia za tendo la ndoa inakuwa ni changamoto. Unajikuta tu hata maumivu huo unayapata wakati wa tendo la ndoa mara kwa mara, na kwako inakuwa ni kitu cha kawaida kabisa. Inafika mahali unajaribu kufanya vipimo, unaambia changamoto yako ni homoni zako hazipo sawa, lakini wewe una relax tu kwa sababu kwa sasa huenda haupo kwenye uhitaji wa mtoto. Hii nazungumza na wale wadogo zetu ambao huwa wanapitia changamoto za uzazi, lakini wanasema kwamba siwezi nikajitibia kwa sababu sipo kwenye uhitaji wa mtoto sasa hivi. Ukweli ni kwamba miaka miwili, miaka mitatu, mwaka mmoja mbele utakuja kuhitaji kupata mtoto. Itakuja kuwa ni changamoto, eti kwa changamoto ambazo zilikuwa ni za nyuma na ulichukulia tu kawaida kwa sababu tu hauko kwenye uhitaji wa mtoto kipindi kile. Kwa kama kuna changamoto ambayo unapitia sasa hivi, hakikisha umeitibia sasa hivi. Anza matibabu sasa hivi. Ifuatilie chanzo cha tatizo ni nini. Lakini pia kama ni ushauri, fuata ushauri unaopewa sasa hivi. Usisubiri hadi pale utakapokuja kuhitaji kubeba ujauzito. Kwa sababu nimekutana na wanawake ambao changamoto zao zimekuwa ni kubwa sana. Imefika mahali wamekuja kukata tamaa kwa sababu walikuwa na changamoto kwa muda mrefu na walikuwa wanajua, ila kwa sababu tu walikuwa hawapo kwenye uhitaji wa kubeba ujauzito kwa sasa hivi, ndio inayopelekea changamoto zimekuwa kubwa, na hata matibabu imekuja kuwa ni gharama, imekuja kuchukua muda mrefu, na wakati mwingine kujiona tena kwamba kupata mtoto haitakuja kuwezekana tena. Na ninasema hivi kwa sababu nipo nawe katika safari ya kuitwa mama. Tumeendelea kuwasaidia kina mama wanaopitia changamoto hizi. Hebu niambie kwenye comment, wewe unapitia changamoto ipi?